Tom. Unakumbuka kuhusu ile kovu? Ya, nakumbuka. Tuliahidiana mbele za Mungu, tukasema hakuna kitakacho tutenganisha. Ilitokana na nini? Ni kiapo cha mapenzi yangu mimi na wewe. Asa kwa nini hicho kiapo ulikivunja? Mina, hapa duniani kila kitu kinaweza kubadilika na kufika mwisho pia. Hata mapenzi yetu sisi yalifika mwisho, na ndio maana mimi na wewe, kila mtu ana maisha yake kwa sasa. Silamu wa kuweza kuniacha mimi, lakini najiuliza kwa nini umeniacha mimi na kwenda kuanzisha mahusiano na Tanya? Hivi hujafikiria siku Tanya akija kugundua kwamba mimi na tuliweka kwenye mahusiano? Na kitu kingine, kwa nini umemsaliti Mega na kuanza kutembea na mke wake? Sikiliza, bila shaka wewe atakuwa ni Tanya amekuja. Naomba ujifiche. Jifiche. Karibu baby. Kwa nini ufunga mlango na kati nilikwambia usifunge? Na bado umechelewa kuja kufungua. Kuna nini? Hakuna kitu mpenzi wangu. Karibu ndani my love. Haiwezi kuwa hivyo Mega. Kila kitu kina utaratibu wake, unatakiwa kujua hilo rafiki yangu. Ndio maana kuna high na low. Sijui unatumia kitu gani katika kuwazua mambo yako rafiki yangu. Tom! Ulitaka mimi nifanye nini labda? Yaani wewe hukutaka mimi nikamuishi mke wangu birthday aliyakuwa sijaona naye zaidi ya miaka 3? So what? Uliniacha na vumbi, Mega ndugu yangu vipi? Salama ndugu yangu. Unajua leo nina furaha sana Tom. Unafurahia nini ndugu yangu? Kaka, shemeji yako ni mjamzito. Na hicho ndio kitu ambacho kinanipa furaha sana leo. Hey, kaka. Yeah. Uko na mimi au kuna kitu kingine unawaza? Ndugu yangu, kwanza nikupe hongera. Yeah. Kwa sababu furaha ya ndoa siku zote ni kuwa na mtoto. Na nina imani hata shemeji mwenyewe atakuwa amefurahi sana. Kiukweli amefurahi sana. Na amefurahi kwa sababu
Hichi kilikuwa ni kilio chake cha muda mrefu sana Tom. Kwa nini umemwambia Mega kuwa una ujauzito wakati sio wa kwake? Lakini baby, ilikuwa tu lazima nimwambie kwa sababu yeye ndo mume. Kwani kuna ubaya gani nikimwambia? Ubaya upo. Yaani anakuja mimi ananitambia tu, mwanamke wangu ana ujauzito. Hiyo mimba yake yangu. Sasa nisikilize vizuri. Tunatakiwa tufanye vyovyote vile tunavyoweza Mega asije kumwona huyo mtoto. Sawa Tom. Wewe fanya kile ambacho unaona kinafaa. Nadhani unajua kwamba siwezi kupinga chochote kutoka kwako. Umeleta tabasamu kwenye nyumba na roho yangu. Maua yanakukuta na anga linatulia. Sasa nashika kivuli chako nataka. Kuna shida gani? Na huyo Mega mwenyewe kwanza yuko wapi? Mega amesafiri kaenda nje kwa mwanamke wake. Na kutokana na haraka za safari zile, kwa akaamua kulipa hii talaka ili nje ni kuone wewe tukamkabidhi mhusika ambao ni Tanya. Ina maana Mega alimuoa Tanya huko akiwa na mwanamke mwingine? Na huko ndiko alikoelekea. Na kiukweli mshenga, sidhani kama Mega atarudi leo wala kesho. Sawa. Mimi nitaipokea hiyo talaka. Na nitakuomba ikiwezekana tuongozane wote kuipeleka. Ili nitakapo sign na wewe usaini. Mimi sina shida, tunaweza tukaongozana tu mshenga. Mshenga, kwa nini Mega lakini ananifanyia hivi? Ananiacha mimi kwenye hali hii kweli jamani? Kama kuna kosa lolote mimi nimemkosea, siarudi basi nimwombe msamaha jamani. Mama, pole sana. Hata mimi nimeumia sana ndani ya moyo wangu. Na imekuwa ni kitu cha ajabu sana. Inawezekana vipi mtu ana ndoa anaongeza ndoa nyingine? Yaani una mke afu unaoa mke mwingine ndani ya mke mwingine. Yaani amenizalilisha vibaya. Na sio tu mimi, hata rafiki yake pia anamzalilisha. Shemeji yangu, kwanza mimi nikupe pole sana. Huyo ndio ndugu yangu bwana. Unajua shemeji, sisi binadamu ni kama kitabu kikubwa sana. Ili uweze kukielewa unahitaji kufungua page nyingi mno. Kwa hivyo kumuelewa mtu mpaka labda wewe umekaa naye sana. Lakini mimi shemeji, yule bwana Mega ni ndugu yangu. Kwa hiyo nitamsapoti mpaka utakapojifungua.